Basi moja kwa moja tupokee mjadala. Dr. Hussein Mwinyi ametangazwa kuwa ndiye mshindi wa kura ya urais na sasa atahudumu kwa muhula wa pili kama rais wa Zanzibar baada ya kula kiapo katika siku chache zijazo. Lakini wakati huo huo, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo hakijakubali matokeo ya uchaguzi huo kwa hoja ambazo chama hicho kimesema kitazitoa ya urais, ambayo hiyo inajirudia sasa katika mwaka 2025 kwa sababu hata jana wakati matokeo hayo yanatangazwa katika vyama 11 ambavyo vimesimamisha wagombea wa urais, ni vyama 10 vilivyokuwepo, kwa maana ACT hawakuwepo kama ambavyo hawakutokea mwaka 2020. Kwa hiyo tunachokiona changamoto kubwa ni ile ya mwaka 2020 ndio ambayo inaonekana kujirudia mwaka 2025 kwa chama ambacho chenyewe anakitegemea katika uundaji wake wa serikali. Katika hatua hii ambayo tunazungumza bado ni kama vile hawajakubaliana na matokeo ya jana. Na umefanya kama kulinganisha hapo. Nafikiri suluhu iliyopatikana katika uchaguzi uliopita vyama hivi ndio linaweza kutumika katika huu mkwamo uliopo katika uchaguzi huu pia. Nikirudi katika alichokizungumza jana, mmoja kati ya wagombea ambao walipata nafasi ya kuzungumza, Mheshimiwa Ahmad Rashid Mohamed, alizungumzia mambo kama matatu. Akasema tumemaliza katika masuala haya ya kisiasa, kulikuwa na masuala mengi ambayo yamejitokeza, lakini mwisho wa siku tunahitaji vitu vitatu. Tunahitaji kutanguliza nchi yetu kwanza, tunahitaji kutanguliza utu, kuhakikisha ustawi wa watu unakuwa sawasawa. Yale yote ambayo yalikuwa yakijitokeza katika kipindi cha kampeni, kama kulikuwa na maneno ambayo tulikuwa tukirushiana, basi ifike wakati kwa sasa tutangulize kwanza utaifa. Sasa ambacho nakiona kinachoweza kutumika tena kwa pengine inaweza ikawa ni tofauti, kwa sababu siasa za Zanzibar kwa kipindi kirefu zilikuwa zinamtegemea sana Maalim Seif Sharif Hamad, busara zake, hekima zake na namna ambavyo alikuwa akipokelewa na matamko yake anayotoa. Naweza kusema katika miaka hivi karibuni imemkosa mwanasiasa wa namna hiyo, yule ambaye anaweza akajitokeza akazungumza na sauti yake ikawa na mamlaka na namna ikapokelewa katika mtazamo chanya. Sasa hili linaweza ikawa ni jaribio la kwanza ambalo tunakwenda nalo kwa mwaka huu, kwa sababu tunamkosa huyo mtu ambaye wakati wote zilipokuwa zikitokea hali za namna hii, basi ilikuwa inasubiriwa kauli yake. Sasa hivi hatunaye mtu huyo. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni moja kati ya changamoto ambayo kwa mwaka huu itakuwa ni tofauti na mwaka 2020. Nije kwako Sudi, chama cha ACT Wazalendo kinaonekana hakijaridhishwa na jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa na hatimaye kutangazwa kwa Dr. Mwinyi kuwa mshindi. Unafikiri msimamo huu wa ACT ni mtazamo wa Wazanzibari walio wengi au ni mkakati wa kisiasa tu huu? Hii ni hatua ya mwanzo, Jacob, ya kiongozi wa ACT Wazalendo, mwenyekiti hasa ikimzungumzia Othman Masoud Othman, alikuwa mgombea huyu wa chama hicho hapa Zanzibar. Lakini alfajiri ya jana aliwasilisha barua rasmi kwa mwenyekiti wa wajumbe wa wote wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar kueleza kwa kina kile alichokiita uhudi mkubwa uliofanywa kwenye vituo vya wapiga kura, kuhesabu kura na kufanya majumuisho, na kueleza kwamba suluhisho pekee ni kurudisha haki za kikatiba za Wazanzibar kupitia uchaguzi mpya. Yeye akisema wanahitaji uchaguzi mpya. Sasa leo hii kwa namna yoyote ile tunasubiri nini atachokisema, kwa sababu kwa muda mrefu tangu hatua hiyo itekeleza na kabla ya awali wamekuwa wakijadili. Yeye anasema anafanya uongozi shirikishi, kwa maana ya kwamba wanashauriana viongozi na watakidhi matakwa ya wale wanaowaongoza kwa maamuzi watakayowafikia. Sasa kutaka kujua ni mkakati tu wa kisiasa ama vipi, ama jitihada ya dhati katika kile wanachoita ukombozi wa yale wanayosimamia, si hakika kutabiri kwa wakati huu. Lakini muhimu tusubiri, pengine baadaye, baada sasa hivi bado hakujapoa. Watu wanajadili uchaguzi, watu wanajadili yale matokeo, watu wanajadili yale yanayozungumzwa kwa wakati huu, wanajadili pia hali ya usalama mitaani.
Na Sudi, unafikiri hali ya kimahusiano sasa kati ya serikali ya Zanzibar na ile ya bara, serikali ya Zanzibar ijayo na ile ya bara itakuwaje, ukizingatia hasa hali bado ni tete huko Tanzania bara? Mapema baada ya kuapishwa, baada ya kutangazwa rasmi, Dr. Hussein Mwinyi amesema yeye anakaribisha kila chama, maana yake kwamba kuridhiana, kujadiliana, uchaguzi umepita, waponye majeraha ya uchaguzi, maana yake kauli zile za katika kampeni na kadhalika. Kwa hiyo yeye milango yake kwa sasa anasema iko wazi na yuko tayari kushirikiana na wote kuhakikisha kwamba wanajenga Zanzibar iliyo bora kwa maslahi ya Wazanzibari wenyewe. Na nije kwako Bwana Ali Mohamed, unafikiri chama hiki cha ACT Wazalendo sasa kikikubali tena kuunda serikali na chama cha CCM, hili litachukuliwa vipi na wafuasi wa chama hicho? Linaweza likawa na mitazamo miwili ambayo kwa mtazamo wangu najiona na pengine mtazamo huu pia unaakisi hali halisi ambayo tumeshuhudia katika uchaguzi huu. Mtazamo wa kwanza ni kwamba kuna wale ambao wanaamini katika maridhiano, wanaamini katika umoja wa kitaifa, wanaamini katika utengamano wa kitaifa, kwa maana kwa hatua hii ambayo tumefikia, njia nyingine zozote ambazo zitakuwa zikijaribu labda kulazimisha iwe tofauti na matokeo ambayo yametolewa inaweza ikawa hazina afya ya umoja huu wa kitaifa. Lakini kuna mtazamo wa pili ambao huu ndio nimesema nimeuona kwa baadhi ya kundi la vijana ambao baadhi nimekuwa nikizungumza nao, wamekuwa na mitazamo tofauti kidogo. Ni kama vile wameamua kujiweka pembeni na siasa hizi Zanzibar, wakisema kwamba hawaoni mabadiliko yoyote kwa sababu chaguzi zinafanyika na kunakuwa na malalamiko ya namna hiyo ambayo yamekuwa yakijirudia, kwamba hakukuwa na uhuru, hakukuwa na usawa katika mchakato, lakini baadaye watu wanakaa mezani na kukubali yaishe na kuwa serikali. Ni kama vile wanaona labda wanalisaidia kundi fulani kufikia malengo yao ya siasa, lakini wao wakiwekwa pembeni. Na hili ni kundi kubwa la vijana ambao wana mtazamo huo. Kwa hiyo ambacho nakiona inaweza sasa inaweza kaongeza lile pengo la vijana wengi ambao wanaweza wakaamua kabisa kujiweka pembeni ya siasa, wakiamini kwamba pengine hizi zinaweza zikawa ndio siasa ambazo tumezichagua, kwamba tunakwenda katika uchaguzi, baada ya uchaguzi kutakuwa na malalamiko namna hii, watu watakaa pamoja kaunda serikali, tutaelekea katika mtazamo huo. Kwa hiyo kuna hayo makundi mawili ambayo yanaweza yakajigawa katika mtazamo huo. Na Najat, unafuatilia huko kwenye mitandao, kuna maoni huko kuhusiana na hali hii iliyoko huko Zanzibar na masuala mazima ya siasa? Nafuatilia, lakini zaidi hasa watu walikuwa wanasema kwamba ni mara ya kwanza kuona jambo hili linatokea, na pia lawama ni nyingi kwamba pengine ACT Wazalendo pia wengegoma kama vile Chadema walivyogoma, pengine haya yasingetokea. Sudi, ni rudi kwako. Matukio haya yanamaanisha nini kuhusiana hasa na swala la demokrasia ya vyama vingi Zanzibar na Tanzania kwa ujumla? Matukio yote kwa jumla wanasema, manake kwa wakati wote tumekuwa tukijinasibu kwa upande huu Afrika, wanasema demokrasia changa, hatuko kama nyinyi huko Jacob Safari mnavyofanya au demokrasia inavyokwenda. Kwa hiyo mimi naona ni mchakato tu kuelekea kile kinachoitwa demokrasia ya kweli kwa kulingana na mazingira ya maeneo tuliyopo Afrika, Tanzania, Zanzibar ikiwemo. Na Bwana Ali Mohamed, umezungumzia hapo vijana ni kwamba wanakuwa sasa hivi wanatafakari kujitenga na siasa kwa ujumla, ama kujitenga na siasa za ushabiki wa vyama? Kwa upande wa kundi hilo la vijana, kwa sababu nimeona baadhi ya vijana ambao walishiriki katika harakati za kisiasa kutokea 2005 hapa mpaka 2020, kwa kiasi kikubwa ni kama vile waliamua kujiweka pembeni na harakati za kisiasa. Hata ukisoma maoni yao katika jamii, ni kama nilivyozungumza awali, wanakuwa ni sehemu ya watu ambao wanawatimizia watu malengo yao, lakini yale ambayo wao wanayaona katika siasa hizi
basi hawayaoni katika jicho hilo kwa mfumo ambao wamekuwa wakiuona kila baada ya uchaguzi. Tunazungumza sasa hivi mchakato huu wa uchaguzi umemalizika, rais ametangazwa, pengine kesho anaweza akaapishwa. Kuna msimamo ambao ACT wameshautangaza wa kwamba hawakubaliani na mchakato, lakini baada ya mazungumzo nini kitafanyika? Labda mwisho wa siku nakuja kusikia tayari wanaingia katika mfumo huu, serikali ya umoja wa kitaifa. Hili kundi la vijana ambao wao mtazamo wao ni tofauti na huo, ndio ambalo nahisi linaendelea kupoteza na kujitenga katika siasa hizo Zanzibar. Bwana Ali Mohamed pamoja na Sudi Mnete, niwashukuru sana kwa kuweza kushiriki mjadala wetu leo. Lakini msikilizaji, unaweza kuendelea kutufuatilia tu huko katika chaneli yetu ya YouTube na mitandao ya kijamii. Kuna mambo tele ambayo tunajadiliana huko kuhusiana na taarifa mbalimbali na matukio yanaweza kutokea ulimwenguni kwa sasa. Lakini kwa sasa endelea kutusikiliza. Asante sana Jacob Safari, hatua hii nzuri sana ambapo tumekamilisha awamu hiyo.